Kwa hivi sasa tuzungumzie sakata la klabu ya Simba mara baada ya uongozi kuweza kukaa na unaambiwa kwamba ilikuwa ni deal ambayo imeweza kutengenezwa na viongozi wa klabu ya Simba kumalizia kwanza ligi kwa usalama, lakini mwisho wa siku ni kwamba hatua na sheria stahiki ni lazima iweze kuchukuliwa. Hivi sasa unaambiwa bodi ya ligi inaweza kawa mbioni kushtakiwa na klabu ya Simba kwa kitendo ambacho ilikuwa imeweza kufanya na kwa makosa ambayo hivi sasa kwanza bodi ya ligi pamoja pia na TFF Tanzania Football Federation ambayo ipo katika uongozi wa rais ambaye hivi sasa tunategemea kuweza kuachana naye kwa sababu tayari tarehe 14 mwezi wa 8 uchaguzi utakuwa unafanyika kuweza kumtafuta rais mwingine wa shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania. Ni kwamba klabu ya Simba hivi sasa imeweza kuweka rehani kwamba kuna barua ya wazi ambayo ni lazima iweze kuichukulia pia hatua bodi ya ligi. Kwa sababu gani? Kitendo cha kuhairisha mechi. Yani kuna baadhi ya watu wanaweza kusema kwamba labda pengine Simba wana hasira kwa sababu tayari wamefungwa katika dabi ya Kariakoo tarehe 25, lakini tuachane kwanza na kufungwa kwa Simba ila twende katika haki na uhalisia ili mradi haya maswala katika msimu unaokuja wa ligi NBC basi yasiweze kujirudia. Ni kwamba Simba wanacholaumu kulikuwa na haja gani ya tarehe 15 kuweza kuhairishwa mechi ambayo tayari ilikuwa imeshapangwa na bodi ya ligi pamoja pia na shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania. Hili ndo tatizo ambalo naweza nikasema kwamba Simba ikiendelea kuwa serious na hili swala likafika katika mahakama ya michezo ambayo ni CAS, basi hili swala linaweza likawa ni kubwa na zito kwenye bodi ya ligi, lakini pia linaweza likaonekana kabisa kwamba likaja likawagharimu klabu ya Yanga kwa sababu pia itaonekana katika makosa yani walengwa ama katika watu ambao wameweza kushtakiwa ni bodi ya ligi, TFF pamoja na timu husika ambayo ni klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni swala ambalo hivi sasa limeonekana kuwa ni gumu na linaweza likawapa ugumu na ukakasi mzito sana bodi ya ligi kwa sababu hawakuwa na sababu ya msingi. Huwezi kuhairisha mechi mara mbili mfululizo. Yani kiwalisia hata katika ligi za wenzetu na hata katika zile sheria na hata CAF wenyewe kwa jinsi ambavyo imekuwa ni kawaida, yani huwezi kuona timu inagairishwa katika zile mechi za msingi tena kwenye dabi ama katika zile timu mama katika ligi husika haziwezi kuahirishwa zaidi ya mara mbili. Yani tarehe 8 ni kweli ilitokea mistake na ikaahirishwa, alafu tena tarehe 15 imekuwa ni the same. Kwa hiyo ni makosa ambayo yameweza kujirudia katika siku tofauti tofauti. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba hapa kwa jinsi mtazamo wa CAF na hata CAS wanaweza kachukua kwamba inaweza ikawa ni katika upangaji wa matokeo, na hivi sasa naweza nikasema kabisa kwamba Simba wana haki na wapo katika position kubwa ya kuweza kushinda kesi endapo ikaenda katika mahakama ya michezo ambayo ni CAS. Kwa sababu gani? Yani kitendo ambacho kimeweza kuonekana, Simba wana uwezo wa kuwakataa Yanga na kuwazunguka tena kwa kuwauzia kesi kwamba yani wao kama wao waliamini kuna mechi ya 15, lakini walichokifanya ni kweli mechi imeahirishwa na wao wametimiza wajibu wa kucheza tarehe 25, lakini kilichoweza kutokea ni upangwaji wa matokeo kwa sababu wanaamini kabisa kwamba hakukuwa na sababu ya msingi kwa mechi kama ya dabi kuweza kuahirishwa mara mbili mfululizo. Kwa hiyo hii inazidi kuwapa key moment na inazidi kuwapa nguvu klabu ya Simba kuendelea zaidi na kuwapa pointi katika mahakama ya michezo na kuwafanya Yanga endapo watakosa pia vielelezo vya msingi vya kufanya dabi iweze kuahirishwa mara mbili. Hii inaweza ikagharimu kuanzia bodi ya ligi kama issue ya kuweza kuvunjwa kwa bodi ya ligi, lakini pia na hata shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania ambapo ulikuwa unaongozwa na Rais Wallace Karia pia ni lazima utavunjwa kwa sababu pia ni makosa katika kanuni za CAF. Kwa hiyo ligi inaweza ikaathirika, lakini pia hata timu yenyewe ambayo ipo na imeweza kushtakiwa inaweza ikaathirika pia vile vile kwa sababu ni lazima kunaweza kukawa na zile penalty aidha ni za kutozwa faini ama pia katika zile penalty ambazo zinaweza zikaingia hata kwenye masuala ya usajili. Nafikiri ni swala ambalo liko wazi na linajulikana wazi dhahiri shali kabisa kwamba yani ikatokea damage ambayo imeonekana kuwakera CAF na ikatokea kabisa kwamba uthibitisho umeweza kubainika kwamba kulikuwa na upangaji wa matokeo katika mechi tarehe 25 ya mwezi wa 6 ambayo tayari imeweza kuchezeka na Simba aliweza kukalia chuma mbili. Kwa hiyo Simba wanaweza wakaizunguka Yanga
Yanga, na mwisho wa siku kesi wakashinda Simba, kutokana pia na hoja ambazo nimeweza kukuelezea kwa uzuri zaidi, ili mradi uweze kuelewa ni nini kinachoendelea baina ya Simba na Yanga kwa hivi sasa. Na Simba wameonekana kuwa ni wajanja kukubali kucheza tarehe 25, yani wamekubali kwa wajinga. Lakini hii kesi ambayo sasa hivi Simba endapo wataichukulia serious, basi huenda ikawafanya Yanga na kuwadhoofisha. Hata kesho na kesho kutwa kasikia faini, wameweza kutozwa faini ndefu. Lakini pia na hata kungekuwa na ile sheria ama kanuni ambayo ya msisitizo, basi pia Yanga wangepokonywa kombe na pia kukabidhiwa klabu ya Simba. Hayo yote yanawezekana, lakini sijajua kwamba inaweza kawa ni too late, yani imeshakuwa tayari muda umepita ama itakuwaje. Lakini kwa taarifa ambazo tuko nazo na zinaendelea kubamba katika medali za kimichezo, lakini pia na katika hatua ambazo inaonekana kabisa kwamba Simba pia ni swala ambalo hawakupendezewa nao na lipo katika mjadala wa vikao vyao. Kwa nafikiri cha msingi zaidi, endelea kuwa nasi na endelea kufuatilia pia platform yetu ya channel ya Hatuboy Media. Ila kama utakuwa na ushauri zaidi kwa hiki kinachoendelea, ama una lipi la kushauri ama la kuzungumza, basi pia tukutane katika upande wa comment. Hii ni Hatuboy Media, cha msingi tukutane katika swala zima la kumwaga maoni yako.